अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु वअशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأت بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير इस आयत का तर्जुमा है कि और Khalifa mtukufu ayyadahullahu ta'ala ibn Aziz anasema kwamba tafsiri aya hii ni kama hivyo, na kila mtu anayo shabaha anayoelekea, basi shindaneni katika mema. Popote mtakapokuwa Mwenyezi Mungu atawaleteni nyote pamoja. Kwa yakini Mwenyezi Mungu ni mweza wa kila kitu. Katika aya hii Allah subhanahu wa ta'ala ametoa amri ambayo ni muhimu kwa ajili ya maendeleo ya kila mwanajumuiya, yani maendeleo ambayo ni sababu ya kupata ridhaa ya Mwenyezi Mungu. Na anayedai kuwa Muislamu, aya hii inamfanya kuwa Muislamu mkweli. Na kwa jumla amri hii ni muhimu kwa ajili ya jumuiya nzima. Amri ni hii kwamba muaminio mkweli, jumuiya kweli, lengo la hawa wote ni kupata maendeleo katika mema. Mwenyezi Mungu anasema watu wanaoishi duniani mamilioni, kila mmoja anakuwa na lengo la maisha yake, na kwa ajili ya kulipata lengo hili anajitahidi, na kila mmoja anafuata shabaha ya maisha yake, na shabaha ya kila mtu ni tofauti. Hata wanaofanya maovu wao pia wanakuwa na shabaha ya maisha yao, na kwa ajili ya kupata shabaha ya maisha yao wanajitahidi. Hata kama lengo hili au shabaha hii inaleta hasara kwa ajili yao, inawapatia hasara watu wengine. Kwa mfano ni uizi. Anayefanya uizi anakuwa na juhudi, anafanya juhudi namna gani ataiba au atafanya vipi ili uizi wake ufanikiwe.
na majambazi pia wanafanya mipango kabla ya kufanya kazi yao, अपना मकसद और मतम नजर बना लेते हैं। na wapo watu wengine ambao kwa jina la dini wanafanya shabaha yao na wanafanya dhulma kwa kutumia jina la Islam, na wanawapatia malezi watoto wadogo kwa ajili ya kufanya ugaidi, na kwa ajili ya hii wanatumia hela kubwa sana, na wanawapatia malezi na au training watoto wadogo, na kwa sababu ya hii watoto wadogo wanajilipua, na kwa sababu ya hii watu wengi wanauawa ambao hawana makosa. Na kwa bahati mbaya wengi wa watu wa aina hii siku hizi ni wale ambao wanajiita Waislamu, na fitina hii yote inafanywa kwa jina la Islam, na hawa watu wanawaua watu kwa bahati mbaya ni Waislamu, na kwa sababu ya hii wanafedhehesha mafundisho ya Islam na wanafedhehesha Islam kwa jumla, na wanafanya kazi hii watu ambao kwa ajili yao Mwenyezi Mungu aliweka shabaha hii kwamba fastabiqul khairat, yani shindaneni katika mema, na inatakiwa iwe shabaha yenu hii, yani mshinde katika mwema, isiwe shabaha ya kupata mema moja tu, bali inatakiwa shabaha yenu iwe kupata maendeleo katika kila wema. Na kanuni hii iliwekwa na Mwenyezi Mungu, sheria hii iliwekwa na Mwenyezi Mungu mwenyewe. Mungu anasema kufanya mema ya kila aina ni shabaha yenu, ndiyo maana mnaweza kuitwa waaminio wa kweli wa hakika. Mwenyezi Mungu anasema likulli wijhatun huwa muwalliha, kila mtu anayo shabaha anayoelekea, na inakuwa shabaha ya maisha yake. Wijhatun maana yake ni kwamba kuelekea mahali, vile vile maana yake ni njia, vile vile maana yake ni kupata lengo maalum. Kwa ajili ya maaminio ni sharti kwamba aelekee, aangalie mahali ambapo Mwenyezi Mungu ametoa amri kwamba anatakiwa aelekee. Tena si kwamba aelekee au aone tu au angalie tu, bali mahali ambapo anaangalia anatakiwa achague njia ambayo Mwenyezi Mungu ametoa amri kwamba njia ile ifuatwe. Asiende bila kuangalia, bila kuwa makini, bali lengo lake ni kupata shabaha ya maisha yake, na shabaha ya maisha yake ni ile ambayo Mwenyezi Mungu ameeleza, yani fastabiqul khairat. Yani mtu hatakiwi kwamba afanye mema tu, bali anatakiwa aendelee kuboresha wema na ajitahidi kushinda katika mema. Tena si kwamba anashindana na watu wengine katika mema, bali wale ambao ni dhaif yeye anawachukua pamoja naye. Yani maendeleo ya jumuiya pia inakuwa shabaha ya maaminio. Kwa hivyo maaminio mkweli ni yule ambaye anayepata maendeleo, yeye anafanya juhudi kwa ajili ya maendeleo ya wanajumuiya wengine pia, na kwa ajili yake anafanya juhudi sana, na anawashiriki wao pia katika pamoja naye, na anawapatia nafasi pia ili wao pia wapate maendeleo na wapige hatua mbele.
ili maendeleo ya jumuiya iendelee kupatikana haraka haraka. यानी वो जमात जो आ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम Jumuiya Ahmadiyya yani jumuiya ambayo फैलाने के लिए कायम हुई है, kwa sababu ya kumfuata ashiki wa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jumuiya hii ilitayarishwa kwa ajili ya kusambaza heri ambayo ililetwa na mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na katika heri ni haki za Mwenyezi Mungu na vile vile ni haki za wanadamu. Kuna ibada ya Mwenyezi Mungu क्योंकि आ हजरत सल्लल्लाहु na vile vile ni huduma ya wanadamu wote, kwa sababu Mwenyezi Mungu alimtuma mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuwa rehema kwa ajili ya walimwengu. नेकियां फैलाने से हो सकती Huduma ya binadamu है। रहमत बखेरने inaweza kutimizwa kwa kueneza mwema na kwa kusambaza rehema. से मिसाल दी थी, बाद लोग बुराइयां करते Hazur anasema kama nilivyotoa mfano wa watu ambao wanafanya maovu na kwa ajili ya hii wanawapatia training watoto ili wawaue watu wasiokuwa na madhambi au wajilipue. बस आज दुनिया Na Hazur anasema huduma hii haiwezi kufanywa kwa kujilipua au kwa kupigana. में की रहमत से Siku hizi ni jumuiya Ahmadiyya pekee ambayo बखेरने के लिए inafanya juhudi ili dunia hii ipate rehema, ipate sehemu katika rehema ya mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na inasambaza mema duniani. ये कोशिश Na kwa ajili ya kufanya kazi hii jumuiya hii inafanya juhudi sana. खूबसूरत तालीम इस्लाम का पैगाम Juhudi hili linafanywa की इशाअत kwa kueneza mafundisho mazuri ya Islam की जुबानों में na kwa कुरान करीम के kueneza में करके फिर na kusambaza tafsiri ya Qurani tukufu duniani katika lugha mbalimbali. Vile vile kazi hii inafanywa की तालीम kwa kuwafundisha hulka njema dunia nzima, की खिदमत na vile vile kuwapatia mafundisho ya malezi na mapenzi, सूरत में भी है। na kwa kuwahudumia बाज़ इलाकों में wanadamu, kwa kuwapatia matibabu katika maeneo ya mbali से रास्ता कर kule, pia kuwapatia mafundisho watoto. दिलाने की सूरत में भी Huduma hii inafanywa, और सबसे बढ़कर na vile vile kwa kuwakumbusha kuhusu wema, pia huduma hii inafanywa. Na zaidi haya yote ni kwamba kwa kuwaleta watu chini ya bendera ya mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na kwa kuwafanya kuwa watumishi wa Mwenyezi Mungu, huduma hii inafanywa. Kwa hiyo mission ya jumuiya si mission ya kawaida. कोई मामूली Ahadi ya baiya tuliyofanya na imamu wa zama hii, ahadi hii si ahadi ya kawaida, अपना मतमाइन नजर bali kwa ajili ya kutimiza ahadi hii tunatakiwa tuwe shabaha ya maisha yetu ambayo Mwenyezi Mungu ameeleza katika Qur'an tukufu. रजा के Na nimeshawahi kueleza रास्तों पर चलना maelezo yake kidogo kwamba kwa ajili ya kupata ridhaa ya Mwenyezi Mungu ni muhimu kufuata njia ambayo inatupeleka kwa Mwenyezi Mungu. शैतान से आमना Na katika njia hizi pia, kama shetani aliyosema, tunaweza kupambana naye katika njia hizi, na yeye atafanya juhudi ili kutuzuia katika kufanya mema, लेकिन na ataweka vizuizi mbalimbali katika njia hii ya kufanya mema. Lakini dua inayofanywa kwa moyo, ihdina sirata almustaqima sirata allazina an'amta alaihim, dua hii itavunja mashambulio yote ya shetani, छूता चला जाएगा और खैर उम्मत में से na mwaminiwa ataendelea kupata mafanikio katika wema, na ataendelea kupata baraka ya kuwa katika umma wa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa ajili ya kupata बच्चे बूढ़े hali hii, kila mmoja wetu, mkubwa mdogo, mzee mtoto, तमाम किस्म anatakiwa afanye juhudi अल्लाह ताला के हमारे kwa kufuata mema ya kila aina, और मकसद को हासिल
करनी चाहिए। shabaha iliyowekwa na Mwenyezi Mungu tunalazimika kufuata ile shabaha. लेकिन वो करने का एक Mwenyezi Mungu हुक्म दिया है, उनमें से एक ameeleza mwema katika Qur'ani tukufu na amesema waaminio wafanye mema hii. Miongoni mwa wema hii mojawapo ni kutoa katika njia ya Mwenyezi Mungu. जिनका Kutoa katika njia ya Mwenyezi Mungu pia ni muhimu kwa ajili ya और खिदमत इंसानी ile shabaha niliyoeleza, जमात अहमदिया की तारीफ yani kueneza Islam na kutoa huduma kwa ajili ya wanadamu. Historia ya jumuiya ni shahidi kwamba takriban miaka 125 kwa ajili ये कुर्बानी ya shabaha hii wanajumuiya wanaendelea kujitolea, ऐसा तुर्रा इम्तियाज है जिसको देखकर na hii ndiyo ni hasa ya wanajumuiya. Kwa kuona hasa hii ya wanajumuiya wasiokuwa wa Ahmadiyya wanashangaa, बात का फहमो इदराक नहीं, kwa sababu wao hawana elimu ya kitu hiki, kwamba nyuma ya हिंदी में shabaha hii lengo ni nini. कि वो अल्लाह ताला के हुक्म के मुताबिक Mwanajumuiya anakuwa na roho ya kujitolea kwa sababu ya hii, बस आज रुए जमीन पर kwa sababu anakuwa shabaha yake ya fastabikul khairat. Kwa hiyo siku hizi ni wanajumuiya tu, ni nyinyi tu ambao नास का ni picha halisi ya kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. को कायम किए हुए हैं, इस पर चलने की कोशिश करते हैं। Na mnafuata amri hii ya Mwenyezi Mungu, बढ़ने बढ़ते चले जाने kupata mema और इस्लाम na kushindana katika mema जान na माल वक्त kwa ajili ya maendeleo ya jumuiya na kwa ajili ya kusambaza ujumbe wa Islam duniani. Mnaendelea kujitolea जमातें katika njia ya Mwenyezi Mungu. Hakuna mdui yoyote au nchi yoyote inayoweza kuzuia maendeleo ya jumuiya. तार को Hakuna nchi yoyote au kundi lolote ambalo linaweza kuzuia maendeleo ya jumuiya madamu sisi और आ हजरत tunaendelea kufuata amri hii ya fastabikul khairat. को हमने मानकर इस्लाम की नशत सानिया Na kwa kumpokea ashiki wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa sallam tulioahidi kwamba tutahuisha Islam, में आगे बढ़ते चले ahadi hii insha Allah taala haitatupunguza katika kupata maendeleo katika mema. बाज दफा ये हैरत होती है हमें भी, Kwa kuona mashindano haya कैसे कुर्बानियां ya कैसे कुर्बानियां करने वाले लोग wema, mimi mwenyewe pia nashangaa kwamba hawa ni watu wa aina gani ambao wanajitolea kiasi hiki na wanafanya wema कायम रहने वाले, na wanaendelea kufanya hivi ऐसे अल्लाह ताला ने daima. वसीम अलैहिस्सलाम को अता फरमाए हैं, आपकी जमात में अता फरमाए हैं। Mwenyezi Mungu amempatia Sinam alayhi salatu wassalam wafuasi wenye imani ambao wanaendelea kujitolea katika njia ya Mwenyezi Mungu. फस्तबिकू का मतलब Ni wafuasi ambao wameelewa maana ya fastabikul khairat ni nini. Fastabiku au istibak maana yake ni kwamba endeleeni kupiga hatua mbele, na kwa ajili ya hii हमें अफराद जो mtu anaendelea kufanya juhudi. नेकियों की सूरत में नजर आता है, Istibak hii जिनमें से एक नेकी जैसा कि मैंने katika jumuiya tunaona katika sura mbalimbali ya mema, हर साल na mema moja ni kutoa katika njia ya Mwenyezi Mungu. Kila mwaka kufadhili za Mwenyezi Mungu kwa ajili ya lengo hili inatoa mali katika njia ya Mwenyezi Mungu, na miongoni mwa hawa ni watoaji wapya na vile vile ni wanajumuiya wa zamani, na watu matajiri pia wapo na maskini pia wapo, na watu ambao wana uwezo wastani wa pia wapo. नेकी में आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। Yeyote aliyekumbushwa kuhusu
mchango alijitahidi kupata hatua mbele. Ikiwa kuna upungufu, basi ni upungufu kwa sababu ya wale wanawakumbusha, lakini hakuna upungufu au kasoro katika wale ambao wanatoa katika njia ya Allah subhanahu wa ta'ala. जैसा कि मैंने कहा, Hazur anasema इसलिए कुर्बानी वालों की wengi wa jumuiya ni wale ambao wanapata mapato kidogo बहुत सी ख्वाहिशात na wanaojitolea katika njia ya Mwenyezi Mungu. Wengi wao ni katika hawa ambao wanatupa nyuma tamaa zao na wanajitolea katika njia ya Mwenyezi Mungu. Wapo wengine ambao ni matajiri, wanatoa mchango mkubwa, lakini यानी बलिहाज dhidi ya wale ambao hawapati mapato makubwa, इस वक्त kujitolea kwao ni kidogo. रहने वाले अहमदियों को अल्लाह ताला ने Siku hizi katika nchi za Ulaya wanajumuiya wanaoishi, Mwenyezi Mungu amewajalia sana, अल्लाह ताला ने अपने फजल से au tunaweza kusema wengi wa hawa बेहतर हालत में ni wale ambao wapo katika hali nzuri kuliko zamani. उनकी Mwenyezi Mungu amewajalia neema zake. इन लोगों को सिर्फ अपनी कुर्बानी को ही नहीं देखना चाहिए, या अपनी कुर्बानी की रकम को Hawa watu hawatakiwi waangalie mchango wao tu, देखना चाहिए। au hawatakiwi waridhike na mchango wao wanaotoa wao wenyewe, bali wanatakiwa waangalie kwamba mchango waliotoa mwakani, je, wamepiga hatua mbele au la. Ikiwa hawakupiga hatua mbele bali wako pale pale, basi wanatakiwa wawe na wasiwasi. Kwa sababu ya hii ni mwanajumuiya ambaye anajua maana ya kushindana katika mema ni nini, na kwa ajili ya hii anafanya juhudi. Hazur anasema katika jumuiya kuna michango ya lazima na vile vile kuna michango mingine pia, na wanajumuiya wanatoa katika michango hii yote kwa furaha. Baadhi wakati wanajumuiya wanakumbushwa watoe mchango kwa ajili ya kutimiza dharura ya local jamaat, au baadhi wakati wanajumuiya wanakumbushwa kuhusu project ya jumuiya. Kwa mfano, kuna project inayoendeshwa chini ya makao makuu, चंदों से पूरे नहीं हो सकते। kwa बहरहाल sababu matumizi haya hayawezi kutimizwa kwa sababu ya michango ya kawaida. बहुत ज्यादा कुर्बानी Pamoja na michango ya kawaida, असरियत उनमें से wanajumuiya wanatoa mchango mkubwa sana, yani wengi wao wanatoa mchango mkubwa katika njia ya Mwenyezi Mungu. Hapa Hazur anasema, nataka kueleza jambo moja kwamba Tahrika Jadid na Wakfe Jadid, michango hii yote miwili ni michango ya makao makuu. अखराजात खर्च नहीं हो रहा। Michango hii haitumiki katika matumizi ya nchi yoyote au katika nchi ya katika jumuiya yoyote. Hata kama katika nchi yoyote mchango huu तो बाज़ दफ़ा unatumika kwa idhini ya makao makuu. ये ख्याल आ जाता Baadhi wakati watu wanaishi katika nchi tajiri wanakuwa na wazo hili kwamba ikiwa michango hii ya makao makuu है इतना बढ़ चढ़ कर na michango hii haitumiki kwa ajili ya mipango yetu, kwa nini sisi tutoe michango hii? Sisi wenyewe tuna projects za nchi yetu. तो पहली बात Kwanza tutimize matumizi yetu. की रजा की खातिर Hazur anasema jambo la kwanza ni kwamba ikiwa mchango unatolewa kwa ajili ya ridhaa ya Mwenyezi Mungu, मरकज के katika hali hii haitakiwi swali la aina hii liulizwe. Na la pili ni kwamba makao makuu pia ina matumizi mengi. Projects nyingi inafanywa chini ya makao makuu katika nchi za Afrika na katika nchi za Asia kama Indonesia, kama India na Bangladesh. Vile vile katika nchi za Ulaya pia ambapo wanajumuiya ni wachache, kuli pia matumizi yanafanywa na makao makuu.
vile vile wanafunzi wetu ambao wanapata mafanikio mazuri katika masomo kwa ajili ya matumizi ya masomo yao, makao makuu inafanya matumizi, जो जमातों से na matumizi haya yanafanywa फिर फस्तबिकुल खैरात katika michango inayotolewa na jumuiya mbalimbali. vile vile fastabikul khairat लेकर चले shabaha yake ni kwamba tusukume pamoja nao wanajumuiya ambao hawana uwezo, ili tupate ridhaa ya Mwenyezi Mungu kwamba tuliendelea kuenda pamoja na ndugu zetu wasiokuwa na uwezo, kama Mwenyezi Mungu yanama kuntum yate bekumullahu jamia, Mwenyezi Mungu atawakusanyeni. हाजिर होंगे Yani tutakapokusanywa mbele ya Mwenyezi Mungu na tutakapoletwa mbele yake, na wale ambao walioendelea सुस्तियां करते रहे kushindana katika mema wao watafaulu, na wale walioendelea kufanya uvivu na waliendelea na hawakuwasaidia wanyonge, na waliendelea kuleta swali hii kwamba kwa nini tuwasaidie watu wengine, wao watamjibu Mwenyezi Mungu watakapoulizwa. Na Hazur anasema hata kama swali hii ni swali moja au maswali kadhaa, lakini ni kinyume cha roho ile iliyoelezwa, roho ya mafundisho yaliyoelezwa katika Qur'an tukufu. इनका मुख्तसर खाका भी मैं Hazur anasema nimeeleza kuhusu matumizi ya makao makuu, nataka kueleza picha yake kidogo kwa fupi, ili mjue kwamba kila jumuiya ya nchi ग्रांट की सूरत में haiwezi kutimiza matumizi yake, उसे दिया जाता है bali msaada mkubwa unaotolewa na makao makuu, na msaada huu unaotolewa katika michango hii niliyoeleza. Kwa mfano katika Afrika na nchi zingine ambazo haziwezi kutimiza matumizi yao ni nchi 68, ni 27 ni nchi za Afrika, na 18 ni nchi za Ulaya, na 15 ni ya Asia na Faris, na nchi 6 ni ya Marekani kusini, na nchi 2 ni ya kaskazini za Marekani. मसाजिद और मिशन हाउसों पर खर्च हुई Mwaka huu matumizi yaliyofanywa kwa ajili ya misikiti na kujenga mission house, na vile vile hospitali na schools, na katika radio TV imetumika milioni 3 pound. चल रहे हैं Na pamoja na hii kuna projects zingine pia ambazo zinaendeshwa na makao makuu अफ्रीका में na nchi za Afrika ambapo tuna mission zetu. Kwa mfano katika Afrika ambapo makao makuu yanapeleka msaada katika nchi 35 ni wabashiri 178 na walimu ni 1178 na matumizi yao yanatolewa na makao makuu. Vile vile katika nchi 41 pia msaada unapelekwa na makao makuu ambapo tuna wabashiri 243 na walimu ni 928. Kisha misikiti pia inajengwa. Kwa mfano jumuiya ya Ireland inajenga msikiti na imetoa sehemu kubwa ya matumizi, lakini takriban nusu imetolewa na makao makuu. Katika Spain Valencia pia msikiti unajengwa kule, pia takriban 80% makao makuu yanatumia. Katika Uganda Kampala pia msikiti unajengwa na kule pia 100% makao makuu yanatoa. Kisha katika nchi 19 za Afrika misikiti 99 ilijengwa na mission house 46 ilijengwa, na katika misikiti 99 iliyojengwa misikiti 65 ilijengwa kwa msaada wa makao makuu, yani makao makuu yalitoa matumizi yote. जिनमें 26 मसाजिद की तमीर Pamoja na hii kuna nchi zingine pia ambapo misikiti 26 ilijengwa na mission house 70 zilijengwa. Mission house zilizojengwa taarifa yake ni hivi: Bangladesh 2, India 40, Philippines 1, Nepal 3, Guatemala na Marshall Island
mmoja na makao makuu yalitoa matumizi yote ya ujenzi. स्टूडेंट्स हैं उनके लिए kisha kwa ajili ya wanafunzi, wale wanafunzi ambao ni wazuri katika masomo, takriban wanafunzi 40,500 walisaidiwa na malaki pound ilitolewa, na wengine walipewa mkopo, na miongoni wa hawa ni 350 ambao wanapata masomo ya juu, wanapata degree ya MSc au PhD. Jumuiya inawasaidia. Pamoja na hii, katika Afrika kwa ajili ya maji na umeme na kwa ajili ya radio station pia matumizi yanafanywa, na makao makuu yanafanya matumizi haya yote. दुनिया को इस्लाम की तालीम से Basi kazi hii yote ni kwa ajili ya maendeleo ya jumuiya इंसानियत na kwa ajili ya kuwaambia watu kuhusu mafundisho ya dunia na kwa ajili ya huduma ya Islam. Na kazi hizi zote नहीं हो सकते। चंदों की सूरत ni za aina hii kwamba wale wote wanaoshiriki katika kazi hii, इसका हिस्सा बनकर अल्लाह ताला के यहाँ kazi hizi zinawahisabu pamoja na wale ambao wanapata ujira kutoka kwa Mwenyezi Mungu kwa sababu ya kushiriki katika mipango hii. Hazur anasema kuhusu nchi za Afrika, watu wasione kwamba wao hawafanyi kitu chochote, bali wanategemea makao makuu na wanapewa msaada kutoka makao makuu tu. Kwa hiyo nataka kueleza matukio kadhaa ya hawa watu ambao wanaishi katika nchi hizi. फातिमा दाऊद साहिबा Kuna mwanamke mmoja wa Ghana, jina lake ni Fatima Daud. Yeye mwenyewe alinunua ardhi kwa ajili ya msikiti na akaanza kujenga msikiti. इस तरह Msikiti alijenga mkubwa ambamo watu 300 wanaweza kuswali swala. Vile vile karibu na Accra katika kijiji cha Lumnara watu wengi walijiunga na jumuiya. Kule pia wana jumuiya kwa kujitegemea, walianza kujenga misikiti tena, kwa sababu jumuiya hii ilienea katika maeneo mbalimbali. Kwa hiyo wanajumuiya walianza kujenga misikiti katika sehemu 6, na 4 imeshajengwa na 2 inajengwa. Katika misikiti hii moja ilijengwa na Bi Sadika Sahaba ambamo watu 150 wanaweza kuswali, na aliwahi kujenga misikiti kule mji wa Accra pia. Ahmed Jibril Saisa Bashir wa Ghana anasema kwamba katika Central Region pia msikiti mkubwa unajengwa, को आपको जान साहब na matumizi yake 50% imetolewa na hakimu mmoja ambaye ni mwanajumuiya. Hazur anasema Hafidh Jibril Sahib anaugua siku hizi na madaktari hawajui ana maradhi gani. Kwa hiyo naomba wanajumuiya wote wafanye maombi kwa ajili ya afya yake. Amir Sahib alienda kutembelea Morocco, anasema kule wanajumuiya wapya aliwakuta wana imani sana na wana tabia ya kupendana. Wao walipokumbushwa kuhusu michango na maandiko ya Sayyidina alayhi salam yaliposomwa mbele yao, baada ya siku chache mtu mmoja alikuja kwa mwenyekiti wa jamaat akatoa hela kubwa sana, na akasema tangu nimejiunga na jumuiya sikutoa mchango. Kwa hiyo kwa kusikia nasaha ya Sayyidina alayhi salam, na sikuwahi kusikia nasaha lakini sasa nimeshasikia, kwa hiyo natoa mchango huu. Kutoka Niger, Asghar Ali Bhatti Sahib anaandika kwamba katika mwezi wa Oktoba 2011 nilipokwenda kijiji Kidabarao kwa ajili ya mahubiri, baada ya swala ya maghrib mahubiri yalifanywa, na baada ya swala ya isha watu walionyeshwa kanda ya ziara ya Huzur na kuhusu maendeleo ya jumuiya na kuhusu mahubiri na vile vile kuhusu ujaji wa Sayyidina alayhi salatu wassalam na kuhusu nidhamu ya Baitul Mal. Watu walionyeshwa kanda, na kanda ile ilipokwisha, baada imam moja akasimama na akawahutubia watu wote na akawaambia watu wote watoke nje ya misikiti. Na sisi tulikuwa na wasiwasi kwa nini watu wametoka nje, lakini baada kidogo wakaja tena msikitini na wakasema sisi tumejua sasa hivi kama Imam Mahdi ameshakuja na nidhamu ya Baitul Mal imeshaanza.
imama akasema nilitoka pamoja na hawa watu nje ili niwahimize kwamba tushiriki katika nidhamu hii ya mchango. kwa hiyo watu wakakusanya hela na wakampatia mbashiri wetu, na pamoja na hii wakajaza bayat form na wakajiunga na jumuiya. Amir Sahib Uganda anasema tarehe 18 ya Septemba mwaka jana kikao cha majlisi ya amla na vile vile viongozi wengine kikao chao kilialikwa, na kwa ajili ya shamba ya Sitaram mpango wa miaka mitatu iliwekwa mbele yao ili ile shamba itayarishwe kwa ajili ya mkutano wa mwaka. Na sehemu hii ni kilomita 9 kutoka Kampala na jumuiya ina shamba 17 acre. Anasema watu wakaanza kutoa ahadi yao na wao wakatoa milioni 83 pale pale kwa ajili ya kutimiza project hii. Huzur anasema wanajumuiya wa nchi tajiri wasione kwamba nchi zingine zote zinawategemea, bali wao pia wanajitolea na wanatoa mchango. Huzur anasema kama mnajua, leo mimi naeleza kujitolea kwa njia ya Mwenyezi Mungu. Ni kwa sababu ya hii kwamba leo mwaka wa Tahrika Jadid utatangazwa, na sawa na kawaida nitaeleza taarifa ya mwaka uliopita pamoja na maelezo niliyotoa hapo awali. Sasa naeleza ripoti taarifa ya mchango wa Tahrika Jadid. Mwaka uliopita ilikuwa mwaka wa 78 wa Tahrika Jadid. Sasa mwaka 79 umeanza kutoka tarehe mosi ya Novemba. Sawa na taarifa iliyopatikana katika mwaka huu wa Tahrika Jadid, 172,015,700 pound ili kusanywa, na mwaka huu 5,84,700 pound ilikuwa zaidi. Pakistan pamoja na hali ya umaskini imepata nafasi ya kwanza. Kisha katika jumuiya kubwa Marekani imeshika nafasi ya kwanza katika nje ya Pakistan. Kisha ni Germany na Uingereza ni nafasi ya 3, Canada ni 4, India ni 5, Indonesia 6, Australia 7, na Switzerland imeshika nafasi ya 8 na Belgium 9. Huzur anasema Belgium na Ghana ni karibu, yani makusanyo yao ni takriban sawa. Huzur anasema kuna kasoro kidogo katika hii niliyoeleza. Utaratibu itakuwa hivi: Marekani ni ya kwanza, Germany ni pili, Uingereza 3, Canada 4, India 5, Indonesia 6. Kuna jumuiya moja ya Middle East, sihitaji jina lake kwa hekima, ni imeshika nafasi ya 7, Australia 8, Switzerland 9 na Belgium imeshika nafasi ya 10, na Belgium na Ghana imekusanya takriban sawa mchango wa Tahrika Jadid. Kisha nyongeza iliyopatikana katika jumuiya kubwa 10 ya dunia ni hivi: ya nafasi ya kwanza ni nchi moja ya nchi ya Arabuni, kisha ni Australia na India, Germany na Marekani, Belgium, Canada, Uingereza, Indonesia na France imeshika nafasi ya kwanza katika nchi za Ulaya. Kisha mchango uliotolewa kwa kila kichwa, yani asilimia kwa kila kichwa
kuna nchi moja ya arabuni 156 पाउंड kwa kila kichwa imetoa 156 kwa kichwa pound, ni pound kwa kila kichwa. kisha ni marekani 118, kisha ni switzerland, japan, uingereza, france, canada, norway, germany na australia. vile vile sio maana nyongeza tu imepatikana katika mchango wa tahrika jadid, bali idadi ya watoaji wa mchango pia imeongezeka sana. mwaka huu nyongeza iliyopatikana katika idadi ya watoaji ni 180,000 na kwa jumla sasa watoaji wamekuwa 911,000 na mwaka jana walikuwa 731,000. nafasi iliyopatikana katika jumuiya za afrika sawa na makusanyo ni ya kwanza ni ghana, kisha nigeria, mauritius, burkina faso, kenya, benin, uganda, tanzania, gambia na sierra leone. huzuri anasema kwa sababu nchi hii si tajiri, kwa hiyo nimetaja majina yao kando, lakini wako mbele sana katika kutoa michango sawa na kuongeza idadi ya watoaji. nigeria imepata nafasi ya kwanza. mwaka huu wameongeza idadi ya watoaji wa mchango 64,419 na kwa sababu ya nyongeza hii nigeria imepata nafasi ya pili baada ya pakistan katika watoaji wa mchango. wao wana watoaji 150,000. vile vile idadi ya watoaji iliongezwa. nchi zingine ni niger, benin, burkina faso na sierra leone. ghana pia inatakiwa ifanye juhudi zaidi na ipige hatua mbele zaidi. idadi ya washiriki wa tahrika jadid kwa jumla ni 5,927. 285 wako hai ambao wanatoa mchango wao wenyewe na warithi wa wengine wanatoa mchango kwa niaba ya wengine. katika pakistan jumuiya ya kwanza ni lahore, rabwa na ya tatu ni jamaat ya karachi, na jumuiya 10 za pakistan za miji ambazo imetoa michango zaidi ni hivi: rawalpindi, islamabad, sialkot, quetta, sargodha, faisalabad, mirpur khas, nawabshah, peshawar na bahawalpur. na nafasi ya wilaya ni hivi: ya kwanza ni umarkot, shekhupura, gujranwala, badin, sangad, narowal, bhavalnagar, hyderabad, rahim yar khan, mirpur azad kashmir na khanewal. अमेरिका की पहली 5 जमातें जिन्होंने कुर्बानी की jumuiya 5 za marekani ambazo imetoa mchango ni hivi: ni los angeles, inland empire, columbus ohio, silicon valley, detroit na harrisburg. जर्मनी की hizi ni jumuiya 5 za marekani. jumuiya za germany iliyoshika nafasi sawa na makusanyo ni hivi: cologne, dodromark, noes, bublins, wuselheim, mediabad, draish, roynham south, fulda, weingarten. na mikoa sawa na mapato na makusanyo nafasi yao ni hivi: kwanza lilieleza jumuiya lakini sasa ni mikoa. ya kwanza ni hamburg, frankfurt, grasgau, darmstadt, wiesbaden, mannheim, ditzenbach, offenbach and richstadt. na sawa na makusanyo jumuiya 10 za uingereza. jumuiya kubwa 10 ni hivi: ya kwanza ni masjid fazl, new malden, west hill, worcester park, baitul futuh, rains park, mosque west, cheam, manchester south na birmingham central. na sawa na mikoa region ya kwanza ni london, ya pili ni midland na tatu ni north east. katika jumuiya ndogo ndogo sawa na makusanyo ni scunthorpe, bromley, lewisham ni ya pili, bournemouth, leamington spa na oxford. कनाडा की काबिल जिक्र जमातें
sawa na makusanyo jumuiya za canada nafasi yao ni hivi: calgary, edmonton, peace village east, surrey east, peace village center, woodbridge, brampton, flower town, mississauga west, vaughan north, maple na montreal east. na mikoa 10 ya india ni kerala, tamil nadu, andhra pradesh, jammu kashmir, bengal, karnataka, odisha, punjab, delhi na up. करने वाली 10 जमातें जो हैं na sawa na makusanyo jumuiya 10 za india ni hivi: viambetor tamil nadu, number 2 ni keralai kerala, आंध्र प्रदेश, calicut kerala, hyderabad andhra pradesh, kandian imeshika nafasi ya 5 na nafasi ya 6 ni ketanu town बेंगाडी, kerala, kolkata, binkadi, southam, केरला, चेन्नई और तमिलनाडु। mathutam kerala, chennai na tamil nadu. तहरीक के ताल्लुक से चंद वाकयात जो kuhusu tahriki jadid na taka kueleza matukio kadhaa ambayo jumuiya ilieleza ये मैंने कहा था कि तादाद kutoka kumasi. ama jibrail sahab anasema 1 लाख तादाद कम से कम nilimwambia waongeze idadi kwamba wawe idadi ya 100,000 पूरी तरह नहीं हुई। अब आपको तो जो दिलाई wanajumuiya anasema walishiriki kwa imani sana. hazur anasema wangekumbushwa watu zaidi, idadi ingeongezeka zaidi. amir sahab gambi anasema mbashiri wa ferafai amesema siku moja mwanamke mzee akaja mission house akamuuliza mbashiri wetu kwamba katika ferafeni nani anatoa mchango wa tarikeji zaidi kushinda wengine. aliambiwa kwamba kuna bana moja साहिब हैं वो अदा anaitwa sambujan, कितना चंदा अदा करते ni yeye anatoa mchango zaidi kushinda wengine. 1583 अदा करते aliuliza kiasi gani, aliambiwa 50 dalasi, na mwanamke alikuwa anatoa 15,000 dalasi. akasema sina uwezo, lakini mimi nitashindana na huyu bana na nitatoa zaidi mchango inshallah kushinda huyu bana. मान साहब amir sawa spain anasema उन्होंने तरीके जी wafau rahman saheb ba ni mwanamke mwanajumuiya mpya. aliposikia hutuba yangu ya tahriki jadid mwaka jana akaahidi kwamba atatoa 500 na akatoa hiyo 500. alipotoa mchango wa tahriki jadid aliambiwa kuhusu michango mingine, na aliambiwa kwa sababu umejiunga hivi karibuni, kwa hiyo si lazima kwamba atoe michango yote, unaweza kutoa sawa na uwezo wako. lakini siku ile ile alitoa michango yote sawa na kiwango. लिखते हैं कि एक दोस्त kutoka switzerland bashiri जमात के सदर हैं anaandika kwamba उन्होंने बताया rafiki mmoja ambaye ni mwenyekiti wa new shata jamaat vilevile ni sekretari wa tahrika jadid akasema alipokuja switzerland na alipopeleka ombi la kupata asylum ilikataliwa, na mwaka huu mwaka wa tahrika jadid ulitangazwa na alikuwa na franka 1,000 na aliweka kwa ajili ya wakili, lakini kwa kusikia tangazo la tahrika jadid akatoa ile yote katika mchango wa tahrika jadid na akafanya maombi kwa Mwenyezi Mungu बना देगा। kwamba ni Mwenyezi Mungu ambaye anaweza kufanya kazi yetu yote, na kwa fadhili ya Mwenyezi Mungu, kwa baraka ya mchango, kazi zote zilifanywa na ombi la asylum ilikubaliwa, na hakutumia hata shilingi moja kwa ajili ya kupata uraia wa nchi. kutoka Kyrgyzstan bashiri wetu anasema kwamba mwanajumuiya moja wa Kyrgyzstan Jumaat, jina lake Jumaat Sahib, yeye alijiunga na jumuiya mwaka 2006. ni mtu mwema sana. baada ya kujiunga na jumuiya kwa ajili ya kumfahamisha kuhusu mchango, bashiri wetu akasema kwamba watu wengine kwa ajili ya kushiriki katika kujiunga na jumuiya wanatoa hela, lakini katika jumuiya yetu wanaojiunga na jumuiya sisi tunachukua mchango toka kwao. yeye akasema atatoa 200 na baada ya muda fulani akaongeza kuwa 400 na baada ya muda fulani akaongeza kuwa 800 na baada ya muda kidogo akaongeza na akaanza kutoa 1,000. na alipoambiwa kuhusu mchango wa tahrika jadid akasema atatoa 1,000, na hii ilikuwa nyingi zaidi kuliko uwezo wake. aliambiwa kwamba atoe mchango kidogo, baadaye atatoa zaidi. kwa hiyo alipofahamishwa, kwa hiyo akapunguza kidogo. president wa Ireland anasema kwamba उन्होंने अपनी औलाद के लिए familia moja iliamua kwamba wakipata watoto watatoa wakfu. kwa hiyo
wakapanga majina kwa ajili ya watoto. Mke wake alikuwa si mjamzito, lakini baada ya siku chache wakatoa mchango wa Tahriki Jadid kwa jina la watoto wake. Moja alikuwa mwana na moja binti, na kwa fadhila ya Mwenyezi Mungu baada ya wiki chache wakajua kwamba mke wake ni mjamzito. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu aliwapatia mapacha, na wote wawili mume na mke wana imani kwamba walipata watoto kwa baraka ya mchango wa Tahriki Jadid. Kuna taarifa kutoka India. Mwenyekiti wa Kambetor anasema kwamba kwa sababu niliongeza mchango wa Tahriki Jadid zaidi kuliko uwezo wangu, Mwenyezi Mungu alinionyesha miujiza miwili, na nilikuwa nafanya maombi kwa ajili ya mchango wa Tahriki Jadid. Mtu mmoja akaja na akanunua bidhaa yangu zaidi, akanunua bidhaa yangu kwa bei ya juu. Kwa hiyo nikapata nafasi ya kutoa mchango wa Tahriki Jadid. Vile vile katika godown ya eneo letu, godown ikashika moto na bidhaa yangu ilikuwa pale na bidhaa ya watu wengine pia. Nilienda kule mara moja na nilikuta kwamba bidhaa ya watu wote iliungua, lakini mali yangu ilisalimika. Moto ulikuwa kali kiasi hiki kwamba paa la godown iliungua, na kule ni wenyeji wengi ni Waislamu na wanapinga jumuiya, lakini baada ya tukio hili wote wananiheshimu, na hii yote ni kwa sababu baraka ya mchango. Napokumbuka matukio haya moyo wangu unajaa kwa shukrani. Kisha Inspector Sahib Tahriki Jadid Bashiruddin Sahib anasema, nilifika Jamaat Ahmadiyya Kawardi, na katika mkutano wao nilieleza kuhusu baraka ya Tahriki Jadid. Baada ya mkutano wanajumuiya wote wakaongeza ahadi zao za Tahriki Jadid, na wanawake pia walikuwepo pale. Kesho yake nilifika katika mji mwingine. Amir Sahib wa Kawarti akaniambia kwamba mwanamke mmoja amelalamika kwamba ahadi imechukuliwa kwa wanaume, lakini wanawake hawakuchukuliwa kwa wanawake. Tumejua umuhimu wa Tahriki Jadid ni nini. Nataka nitoe zaidi kuliko ahadi yangu. Na huyu ni mwanamke ambaye alijiunga na jumuiya miaka 6 iliyopita. Muhammad Shah, Inspector Tahriki Jadid wa Andhra Pradesh, anasema kwamba mwanamke mmoja wa Sikandarabad katika Tahriki Jadid alitoa mfano mzuri. Mumewe alilazwa hospitalini kwa sababu ya maradhi ya moyo na matumizi mengi alifanyika, kwa hivyo hawakuweza kutoa mchango, na binti yake pia alikuwa karibu kuozwa. Na alipokumbushwa kuhusu mchango wa Tahriki Jadid akatoa mchango wa Tahriki Jadid, akasema kwamba msieleze kwa mume wangu, kwa sababu hela niliyoweka kwa ajili ya kumwoza binti yangu nimetoa katika mchango wa Tahriki Jadid. Zura anasema watu wa aina hiyo wanatakiwa wasaidiwe na jumuiya. Wanajumuiya wawili wa Gombedar wanafanya biashara pamoja. Wanasema mwaka jana tuliahidi kwamba tutatoa 10,010, na mwaka huu tuliongeza ahadi kuwa 100,000, na waliniandikia mimi pia kwamba nifanye dua ili waweze kutimiza ahadi yao, na biashara haikwenda vizuri, lakini Mwenyezi Mungu alileta fadhila zake kwamba biashara ilifanywa hivi kwamba 220,000 ilipatikana zaidi. Kwa hivyo tuliweza kutoa mchango wa Tahriki Jadid. Samara Circle, mwenyeji wa Rajasthan ambaye anaangalia mbuzi wa watu, alipokumbushwa kuhusu mchango wa Tahriki Jadid na yote aliyopata malipo ya kuangalia mbuzi alitoa katika njia ya Mwenyezi Mungu. Huzuri anasema hawa watu wanatoa zaidi kuliko watu matajiri, kama nilivyoeleza hapo awali. Mwanamke mmoja, mwanajumuiya mpya wa Kota, alipokumbushwa kuhusu mchango wa Tahriki Jadid akamwambia binti yake kwamba atoe rupia 50.
lakini binti akasema nina 100 nitatoa 100. Mama alimzuia asitoe 100, lakini yule binti ambaye umri wake ni miaka 14 yeye alitoa 100. Huzur anasema kwa fadhili za Mwenyezi Mungu wanajumuiya wanaendelea kuongeza michango yao. Jumuiya makao makuu inawasaidia, lakini sasa wameanza kujitegemea. Mwenyezi Mungu, Huzur anasema Mwenyezi Mungu aweke baraka sana katika mali na nafasi hawa wote waliotoa mchango. छोटी जमातों को हमेशा अपने साथ Jumuiya tajiri और जमाती तरक्की की रूह को ifanye juhudi ili waweze kwenda pamoja na wenzao, ndugu zao ambao हम सब ने si matajiri, आगे कदम बढ़ाएंगे ili mafundisho sahihi ya Islam yapatikane duniani. Tutakapoenda pamoja ndipo tunaweza kueleza mafundisho ya Islam mbele ya dunia. ताकि दुनिया में हकीकी भाईचारा Mwenyezi Mungu ajalie dunia pia uweze kutambua ashikwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ili udugu upatikane duniani na bendera ya Mtume sallallahu alaihi wasallam ipepee duniani nzima. Mwenyezi Mungu afanye iwe hivi, amin. أشهد أن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.